Ziko roho zinaweza zikamfuatilia mtu kwa nyuma au kwa mbele. Tutakwenda kuangalia roho inayokufuatilia kwa mbele ikoje na roho inayokufuatilia kwa nyuma ikoje, na ina madhara gani na inaharibu kitu gani. Na watu wengi wasipojua siri hii watabaki kupuuza mambo, lakini kuna vitu utafikia, kuna vitu utavuka, kuna vitu utashinda mpaka umejua siri hii. Utajuaje kuwa una roho hii au roho hii inafanya kazi juu yako? Kwa mfano, unaweza kwenda kuomba kazi, nikupe mfano hiyo. Unaweza kwenda kuomba kazi kwenye ofisi fulani, na ukitendo cha kufika pale unapokelewa vizuri, watu wanakuchekea, wanakuambia una sifa zote, wanaongea na wewe, wanazungumza na wewe, wanakuambia tayari unayo kazi. Yaani kwamba tayari wewe una sifa zote za kufanya kazi. Lakini kitendo cha kutoka na kurudi kesho kwenda kufanya kazi, kitendo cha kurudi tena pale, unashangaa wale watu wamegeuka, wanakuambia tena kazi haipo. Hii ni ishara kuna roho ambaye inakufuatilia. Sema leo hiyo roho itaondoka. Sema basi amen. Sema amen. Sema amen. Unakuta wamebadilika. Hii ni roho, na lazima ujifunze kufanya maombi, kutumia jina la Yesu na moto wa Yesu, ili kwamba chochote utakachokiendea kisikwame. Unaambiwa una mimba, kwa mfano unaambiwa una mimba, alafu ukienda kupima kwa daktari anakuambia tuoni tena mimba. Unashangaa unapanga jambo kwa uzuri, mnapatana mtu kwa uzuri, lakini ghafla mnaachana yule mtu, lakini ghafla yule mtu anageuka. Hello? Sema leo roho yoyote inayonifuatilia haitafanikiwa leo. Unashangaa unapanga mipango na mchumba wako, labda unachumbiwa, umeolewa au umechumbiwa, alafu unashangaa ukiachana, ukirudi kesho yake au baadaye anakuambia sitaki mazoea na wewe. Lakini roho inayokufuatilia kwa nyuma. Ukiingia mahali unakubalika, lakini ukishatoka tu hiyo roho imeshafika hapo, inang'oa kile mlichopanga. Sema kila roho inayonifuatilia kuanzia leo inakwenda kung'oka. Una imani itang'oka? Una imani utang'oka? Unapanga mipango labda na mke wako, labda na mume wako, mnapatana vizuri kwamba tutajenga nyumba, tutapatana hivi, tumepatana hivi, lakini kitendo cha kutoka kirudi jikoni imefuruka mipango yote. Kwa sababu wakati mnapanga, roho ilikuwa inawafuatilia. Kitendo cha kuachana naye baada ya masasi nyingi, akirudi anakwambia sipo tena. Unapatana na mtu akusaidia labda mtaji, anakwambia nitakusaidia fulani, usiogope. Ukiachana naye kesho ukipigia tena anakwambia sipo tena, nimepata shida, kwa hiyo siwezi kukusaidia tena. Watu wengi wanapanga mipango, lakini kwa sababu hajui kuharibu hii roho inayomfuatilia mtu, wanakwama. Sema kwa jina la Yesu, sitakwama tena. Una imani? Hebu tuangalie roho inayomtangulia mtu. Roho inayomtangulia mtu mbele, hii ni roho inayofunga kibali ya mtu mbele ya watu sahihi. Kitabu cha Joshua 1:3 anasema, kila mahali sitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kumiliki, kama nilivyomwapia Musa mtumishi wangu. Maana Mungu hageuki. Kama alivyokuwa na wakina Daniel, kama alivyokuwa na Musa, kama alivyokuwa na Joshua, kama alivyokuwa na Esther, ndivyo alivyo hata kwetu. Sasa anasema kila mahali nyayo za miguu itakapokanyaga nimewapa ninyi kumiliki. Okay, kama Mungu amekupanda kwenye familia, kwenye boma, kwenye kazi fulani, nataka nikutamkie miguu yako itakaposimama na baraka zako zisimame. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Nataka ibada ya leo, popote utakapokanyaga, yeyote ambaye anakufuatilia kwa nyuma au anakufuatilia kwa mbele, akukosesha kibali mbele ya watu sahihi, nataka nitamke na ardhi yako isikie. Ukifungua mlango, ardhi iseme anayetoka ni mwenye kibali. Popote atakapokanyaga awe na kibali. Sijui kama naongea na watu watatu. Kuna watu mnaishi kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye boma fulani, lakini hata mawasiliano na mume wako hauna. Why? Kuna roho imekutangulia
kula aliko au hapo mlipo inakukosesha kibali kiasi ya kwamba huonekani mbele yake, nataka nisemeshe ardhi kama maandiko yanavyosema, mahali utakapokanyaga na mbingu itakanyaga hapo. Mahali utakapokanyaga lazima utamiliki. Naongea na watu watatu: miguu uliyoingiza kwenye hiyo boma, miguu uliyoingiza kwenye hiyo ofisi haitarudi kwa bahati mbaya. Lazima kuna kitu kitatokea. Mmoja apige kelele, sema kibali changu kiachiliwe. Wangapi wana imani vibali vyao viachiliwe? Wangapi wanasema mahali nitakapokanyaga na miguu yangu itamiliki? Ukikanyaga zizi la ng'ombe, ng'ombe inasema. Ardhi ina historia ya maisha yenu. Na ndio maana wachao wakitaka kukuloga hawakuloga ukiona, wanasemesha. Kwa nini wanakuja kuzunguka nyumbani kwako usiku? Sio kama wanazunguka kwa sababu kuna kitu nani, hapana. Sio mazoezi, hapana. Kuna kitu wananena pale na ardhi inapokea. Nasema huyu mtu akitoka kwenda kufanya kazi, popote atakapopita akose kibali, asikubaliki. Akifungua biashara wateja wasimuone. Akifanya chochote asipenye. Sema kila kitu kinikubali. Labda nikupe mfano kwa taarifa yako na mimi. Wanyama wote walioko duniani hawana akili kama binadamu. Viumbe vyote unavyoviona vilitangulia kuumbwa na Mungu. Lakini mwisho Mungu akasema hapakuwa na mtu anayeweza kukondoa vile vitu. Akasema na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu, ili atawale vitu vyote nilivyoviumba. Kwa lugha rahisi, vyote unavyoviona chini ya dunia, iwe nyumba, magari, ng'ombe, mifugo, kazi, iko chini ya mwanadamu. Sasa utazipataje? Adamu alipokosea, Shetani akaiba uhalali wetu. Na kwa sababu ameiba uhalali wetu, akaiba na vibali vyetu, ndio maana Biblia inasema Yesu ni mwana wa Adamu wa pili. Maana amekuja na roho ya urejesho. Kwa hiyo ukiamini juu ya Mungu, juu ya Yesu Kristo kwamba ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu, haitoshi tu ukapiga hatua kwamba nadai vitu vyangu kwenye ufalme wa Mungu, wana uhakika mbingu zinafunguka na utamiliki na utatawala. Hebu sema nitatawala. Sema nitatawala. Mwambie mwenzako jiandae ukatawale. Halo? 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 Mungu anaahidi popote utakapokanyaga kwa miguu yako, iwe familia, iwe eneo, iwe kazini, chochote utakachokiendea kufanya, anasema utamiliki. Swali, kwa nini umiliki mpaka sasa? Watu wengi wanasema tumeokoka na wako kanisani na ni Wakristo, lakini hawana stamina ya kutafuta mafunuo kwa Mungu. Mungu anaweza akakwambia lile duka ni la kwako, na ukaonyesha kwenye ulimwengu wa roho na akakuahidi tayari. Mungu anaweza kukwambia ile baraka ni ya kwako, lakini baraka haziji hivi hivi. Anakuambia mwanangu, fanya vita, ni za kwako, lakini nijue kwanza mimi ni baba yako, nina nguvu, fanya vita ukachukue baraka zako. Kitabu cha Isaya kinasemaje? Niombe nikufungue macho, nikufichulia hazina iliyoko gizani. Mungu anasema kwa nabii Isaya. Sasa unajiuliza, aliyepeleka gizani ni nani? Ni Shetani, mawakala, watu wabaya, roho ya mizimu, wachawi. Na leo nataka nitangaze, kuna ufunuo unashuka hapa, tutachukua vitu vyetu. Tumoja asema nitachukua changu leo. Una imani uchukue chako? Una imani uchukue chako? Sema leo nachukua changu. Roho hii inafanya kazi kwa siri na kwa ujuzi wa hali ya juu. Kama we sio mtu wa rohoni, sio rahisi kujua, na kama hauna mafunuo ni ngumu kutambua inavyofanya kazi. Kazi ya roho hii ni kumtangulia mtu kabla hajafika katika eneo la baraka zake. Inakuwa kila unachokiendea unakuta kimeshawaiwa. Unawahi kazini, wameshawahi. Unawahi kujenga, wameshawahi na nyumba. Unawahi kwamba amani itokee kwenye ndoa, wameshawahi na hiyo amani. Kwa hiyo wewe hufikii mambo mema, kila siku unafikia mambo mabaya. Sasa kuna miguu ya ndani na kuna miguu ya mwilini. Miguu ya ndani ndio yenye nguvu, ambayo ndio itaamuru miguu ya nje ipite wapi.
Hata kama miguu ya nje unatembea unaenda kazini, unafanya vitu vyako, kama mtu wa ndani amefungwa, huwezi ukafikia kusudi la Mungu. Halo? Sasa tunachopambania hapa, tunapambania mtu wa ndani. Binadamu amegawanyika katika sehemu kuu tatu. Namba moja, yuko katika mwili. Hii ni body tu, hili ni jengo tu, kama ambavyo tumeingia kwenye hili jengo linaloitwa kanisa, lakini ndani ya jengo kuna vilivyo hai au vilivyokufa. Namba mbili, ameumbwa katika roho, lakini namba tatu, ameumbwa katika nafsi. Ndio maana ukiota, unaota unatembea, ni wewe kabisa unatembea kwa kitandani, lakini ukija kunyanyuka ni yule yule uliyekuwa unatembea barabarani, sokoni, lakini ukija kunyanyuka kwa kitandani, wewe ndio huyo mtu unayezungumza naye. Na huyo mtu nataka leo niongee na mtu wako wa ndani. Then nikishaongea na mtu wa ndani, yeye anajua yuko wapi. Kama kuna mtu amekamata mtu wako ndani, atamwachia na atarudi ndani yako. Na roho iliyokaa ndani yako tutaifetua irudi kwa wahusika, wewe pokea kibali chako na kung'ara kwako. Sema leo nitainuka. Sema nitainuka. Mfano ukienda kutafuta kazi, unaambiwa ni jana tu tulimpa mtu hii nafasi. Au unaenda unamwambia mtu fulani, naomba unisaidie kitu fulani. Anakuambia fulani, kwa kweli ungeniwahi hata masaa mawili ningeshakupa, nilimsaidia fulani. Hii roho inakutangulia. Jamani, nisaidie kitu fulani. Yaani umechelewa. Yaani kwa nini jana hujanipigia simu hata hivyo? Unajua kusikia mtu anakuambia hivi, mbona hujani unanipigia simu? Mbona jana tulikuwa wote? Si ungeniambia tu mapema ningekusaidia. Hakuna, roho inakutangulia. Na inakutangulia kila mahali. Ukitaka kutafuta msaada, unakosa msaada. Why? Roho kila mahali imekutangulia.